was mune family mateme uno mongino yako turumbuki kuchiwe ine mu bero yako yandoro. You make sure muna wasabira mavera kulwasa ronyo turi wasaba mavera noro nje okane kare aya iga mokole bintu bitatu umongino yo obatigira se family egenduke kuruko bwanchani obwanchani injabuna na murigareria muna na murigareria barimo bita se jumuiya yo mutagatifu Joseph Saint Joseph jumuiya yake. By the way, ekanale ndio chagaiga umwesiko byeito olinero mbete jumuiya Bishop Joseph Obani mwesiko byo Kakamega na Bungoma na watu wote nere jumuiya mwawe lwa jumuiya ya Saint Joseph igante bingi chemba tebi na kiatwa nacho alama dieta ya tatu obwanchani obasemeri no kwegera onyu muntu karoyo omo amenyereri nganeri ase jumuiya ya itengi no mongino atari kuri umwaga ngote mali ingaginjiro ko nyorari alisiku igina endo jengo temol ngo mongino anyo kiende kero ro priska utige yugo je sole Julius una tabwe family yose tu egentekemo oburugero obwanten oburugero obasemeri okinyo kwegena asama tukaho siku ega omenyo bugimo tandu era bana bawo korora nando kwira bakwira na kuja kubona ushauri kwa wazuri banyoro bwanten banyoro obasemeri banyoro kwegena ningoro yao oligia formula ogoikeneria mangana ya tatu ya tima kusino tuya nyure kia kwa bukarari omuntu akorora kana karansiga mpumbo bonge bukara kusandukiro orari ai koleke bana lakini neno maana unakuandigereri kwa iguru so intwa setole na bana bosipi ekaro bakwira na bochankaga gusimuko kumira na barabu ebintu bitatu na byo gatageze torore alabone banchi yeso otoye formula muji ko ye formula ne nyoyi enyoyi bune banchiri jate banga amangana ya yate abaikubwa katika Injili takatifu. Najua mafundisho Mungu anapowafundisha watu wake anawapatia mfano jinsi gani ya kutimiza kila ambacho ana nia ya kwamba wewe kama mwanadamu ukitimiza. Amesema hivi, Yesu alipowaona makutano alipanda mlimani akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho. Blessed are those who are poor in spirit. What is the poverty of the spirit of a human person? I am tempted to propose to you for consideration that the poverty of the spirit on any human person is the longing anxiety to be fulfilled and to be satisfied while you live on earth. But this fulfillment cannot come except in the fullness of the presence of Almighty God. Katika Biblia kitabu cha Mwanzo haya ya 26 hadi 28 inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu baada ya kuumba kila kitu aliamua akasema, na tumuumbe mwanadamu katika mfano wetu, sura na mapenzi yetu. Ndiyo akawaumba mwanadamu wa kwanza katika sura yake na kwa mapenzi yake. Ina maana gani? Ina maana kwamba leo hii hata tukiwa tumeketi hapa, uwe mama, uwe mzee, uwe mtoto, uwe maskini, uwe tajiri, kumbuka kitu kimoja, kila mwanadamu ameumbwa katika mfano na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu hiyo lazima tuende sambamba na hiyo sura na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni yapi? Ndiyo haya ya kwamba heri wenye uzuri. Haya maneno yanapendekeza kwetu ikiwa tunatumainia kwenda penye ameenda na tupokelewe kama watoto wa Mungu. La mwisho kutoka kwangu ni kwamba katika maisha haya ya dunia, licha ya kwamba tuna mapito mbalimbali hapa duniani na marumbano maishani, kuna mambo mawili yenye yanatupatia sababu ya kuishi: kuwa na matumaini
na tena kuwa na imani ya kwamba yote yawezekana tukiwa naye Mwenyezi Mungu. Ndio sababu Biblia katika Marko sura ya 11 aya ya 24 inatuambia ukiwa na mahitaji yoyote sali au ombeni, na ukiomba amini ya kwamba umekipokea kile ambacho umeomba upewe, nacho kitakuwa chako. Lakini unapoinuka kwenda kusali na ukumbuke ya kwamba una jambo na fulani, acheni hiyo sadaka yako hapo, rudi pale ukafanye mjadala naye. Mkipata suluhu, naye Mwenyezi Mungu atakubariki na kile ambacho umeomba. Kumbe ikiwa hatukuzi mapenzi miongoni mwetu, na hata sala zetu haziendi popote. Umetebu kwetu tuwaroka leo bintebya anye bito ko yetinsa basomye buku naende kwakora kwarigere dikira ringana gwetera sa maiso yebuku muri ko beke birore abandu ngo beka bali birore akere netu wakie busirireti ya maiso ebirore na biko boost abiko be booster yoko ligere likwao wona ile gotegete booster yoko menya buya narawa somye buku abera kworokereri ekaroko nyasoma na byo ko inyoria. This is good manners, this is bad manners. Abantu kerore yase yamate aboko menyayiga naboko kerore yase family nabwo nete walenta bantange na sule mwa amba sobwanjani mwa abantu bagotegererana mwa abantu mumotegemete nyasaye mwa abantu balenginje kabire igorende Julius mugusu na yamate yawo nabana bawo bonsi etukene nonyerire elyo muichano naende lyatoire libagalinde elyo kwenyoria unatugwenete kogenda sense yiga atubwe korera ni kwenda butumuka ali asinya samu nyene atoroiseiri na bonsi amwategereire aseri tukeriga gatwensi tobe eamate yogosaba eamate ekuna gwesusa korengana moro kelitokonyora urwa seringa neriga litagatifu ya Nyasaye ingane liga litagatifu ya Nyasaye libe nalye nyimbo yaito libe nalye siro yaito libe nalye muiko yaito libe nalye chinguru chaito lero na butambe tigatubwe gusaberania Priska namenyete buna mwanya bantu nabera nyarekane era mwanya bantu na 92 story gaiga bera toke na bwete gutiringwe nkoro yae ne birengereryo ase amamoto yeke mwanya bantu ngorere misi to kumusabira nere uko sabatole buna agwe konyora okwabira kwa Nyasaye nimaita bande mu karansinse ga ya mubwate kitabikyo cyo kuyorokelinga asinale nalinga nyamira igaba nale kweno ego to montaga tanga ntunduri gokora amasabo igoro yo muntu kule yo kule lakini lero nje nabatebya intunde kelisia katoliki babo ito na mwesi ya mulega egende kelisia kworokelinga omuntu nigatungitwa sikini kya Nyasaye na ko batungitwa sikini kya Nyasaye uigatosike ekini kya Nyasaye ekerale moyo nekerakure rwaba rumi 14 basi sano nebiru wika 15 yamana batanga ekerotole moyo gotora abanyasaye ekerotoko etora abanyasaye yakiyako gari Yesu kitaka ko enda akaba moyo erinda abo munene wabale moyo nabakure enje ko tubwate unabasasiruti nokweri abantu aseri bagali ya Yesu oyo yegaro monene asekero Priska renge moyo ekera kwete era unakwete ekandarasi yito negenderere bija mona sungu tubwati wene abaminto bali bakule kolengana okujika kwa Yesu Kristo wetani abo kukumbu tworokereriera seyo neisano ebasiya 24 yatotebine ki umuntu karanyanje naenda bwatali ngana liyane oikire otambuka kurwa sama kweli ukire ucyasubuga mubuye onye utambukire kurwa sama kweli ukire ucyasubuga mubuye ingisha yanere liye oyo tobo cyengera rero omubere muri cyose gaiga nesanduku morodi mubwana oyo akoyo kwena kwaye nako Yesu atotebya manganaye naende tuyegene tari gotongaye tobo cyengera umuntu ukire buwaye wasoyire nyombo ono naye nainche unadusara nsensega ndojenga mgeto tuwaleta byo yogosabirana yokorototana yogosirana yawakobana unatuwa chakirega lero
kusaba seni asega sangiye ke mwakole tumbirane naende ekero yo muitara tuguchiri One thing over there, when are you permanent and the pension when you live, you can say, no, we are on transit. We are on transit, we are sojourners. So, ikiwa tuko safarini, mmoja wetu ameponyoka ameenda. Nani alikwambia tukutani huko kwa mwingine kesho? Tiamba kani, maambingo iworo ya umoyo ikana sensega. Yobone korerani, yakuna kueginda kindi sensega. Jendo jenga mwisho wote ni igoro. Na utura gendere ni mise. Tendo igoro wa mtoponi moja. Tusawe tusiamo na sadiki kwa Mungu mmoja. Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ngojea na ubatizo na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Sasa kila mmoja anayo sababu kama ishara ya kunyenyekea, ili tumuombe Mwenyezi Mungu amrehemu marehemu mwenzetu Priska, yeye ambaye aliishi kama mwanadamu kama sisi. Katika maisha haya anaweza kuwa alichafuliwa na makosa ya kibinadamu. Mungu ni wa huruma na ni wa upendo. Tumuombe amsamehe na ampokee katika ufalme wake wa milele. Na pia tuombee familia. Mungu ambaye ni chanzo cha neema ya kuishi na kuenenda hapa duniani awaneemeshe ili waweze kupiga hatua maishani mwao wakiwa na matumaini, wakiwa na imani, na pia wakikuza upendo. Na tujiombee sisi sote ambao tuko hapa. Huyo Mungu wetu atuneemeshe, atuwezeshe, tunapoenenda hapa duniani tuenende kama watoto wake na tufuate njia zake, ili siku moja tuweze kukutana na Mama Priska. Tusali kimya kimya.
Basi tunaye mwombezi wetu ambaye ni Bikira Maria. Chukue maombi yetu kwake aweze kutuombea kwa mwanaye tukisema: Baba yetu, salamu Maria, ya neema kwa kwetu. Amina. Mungu uliyekimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya mema yote, usikilize sala za kanisa lako, ndiyo tunaomba kwa imani tuyapate kweli. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, sistahili kuingia kwangu, lakini sema neno tu. Sara yogoitia yagerai yakomeiri aimuni yakegima Sara yogo sasima sao manenone aigora sarikari igoro Nesrekira sore sasimane
wanjire n'engoro yonsi ingoro y'okunobuekana oikyasinde oikyebono omonjoro nkoromwe Mariata
nitajua katika kutimiza wajibu wangu, na hata wakati kwa maisha yangu yote niwapo au nikifa niupatie Yesu kwa maana mimi tenga mutu karang sangora, tergong buang gomora mutu karang sangora. Ya mwili wake umjalie kwa wema wako huyo mtumishi wako Priska Vosgori Mogusu afike kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa nguvu ya chakula hiki wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baada ya misa imekwisha.